Ni asubuhi na mapema mpendwa msikilizaji, tunakuletea habari zetu za asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media. Kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayoendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Wale gani popote ambao kuendelea kutufuata kwa muda na majira kama haya, mimi nakualika na moyo mkunjufu kuweza kujiunga nasi ili uwabarike na uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde, na kusi wewe sasa kusubscribe channel hii, kucomment na kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Hapo utakuwa wa kwanza kuwa unapata habari za nchi kutoka kwenye kituo chetu cha matangazo kila siku. Na bila shaka asubuhi leo tunayo mengi ambayo tumekuandalia mpendwa msikilizaji. Tutakujuza kile ambacho kinaendelea katika jimbo ya Kivu ya Kusini, lakini pia uko jimboni Kivu Kaskazini, hususan kwenye uwanja wa vita, upate kujua kipi ambacho kinahamka leo tarehe 23. Basi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, bila shaka na tumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi, nyambo mnatufuata katika majira ya asubuhi, lakini pia hatujabagua nyambo mnatufuata katika majira ya mchana na wale ambao wanatufuata katika majira ya jioni kwa muda huu. Na sasa tufungue kurasa wetu habari kutoka uko Bukavu, lakini pia Goma, ambako hali ya usalama kwa raia inaendelea kuwa tete siku baada ya siku katika jiji la Bukavu na Goma, kufuatia vitendo vinavyodaiwa kufanywa na waasi wa M23 ambao wanatumiwa kuendesha uongozi wa kimabavu dhidi ya raia. Tukio la hivi karibuni lililosababisha hasira ya umma ni video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha gavana aliyeteuliwa na waasi uko Bukavu na uko Goma akimpiga raia kwa viboko eti kwa kile alichodaiwa kuwa amekosa kushiriki katika kazi ya usafi ya jiji inayojulikana kama maarufu Salongo. Kitendo hicho kimelaaniwa vikali na mashirika mbalimbali ya kiraia, ambayo imetaja kuwa hatua hiyo kuwa ni ishara ya wazi ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu, lakini pia uongozi wa kimabavu ambao unatekelezwa na waasi wa M23 maeneo hayo ambako wanayadhibiti. Alerte, je suis Bashonga Salomon de la société civile Force Vive du Sud Kivu. Juste tuna informe wakubwa wenye wanatuongoza mu province ya Sud Kivu batu eclaircir suite ya situation yenye iko, batuambie parce que shie tuna respecte ma mot d'ordre zenye zinatoka mahoti hierarchie, parce que il est impossible que no mtu wa kupita 17h30 halafu uanze pigwa fimbo saa nyama. Nous demandons à son excellence monsieur le gouverneur Busubwangwi avec ses condisciples batusaidie batu eclaircir shiba pauvre citoyen nini njo haiendeki. Batuambie saa ngapi, saa gani yenye tunaweza tembea na saa yenye hatuwezi tembea. Batu eclaircir nini njo haiendeki. Mimi hapa kwenye mnaniona banamaliza nipiga mwai 17h30 minute niko natembea. Siyue gari nakuya tu mbele yangu inasimama, ni gari ya iko fime ilikuwa inavala SCA inanikuta hapa ku beach Bondeko. Halafu ile gari inasimama, halafu wa polisi wanaanza nipiga saa imbwa. Je suis de la société civile. Société civile haiko pale juu ya politiki au juu ya vitu fulani. Tuko pale kama kuko benye habiendeki tunabaletea nyipeke mnavitatua. Me hatuyue pourquoi mnaweza tutendea vitu vyenye habieleweki. Me kameme tunaomba kwa wakuu viongozi wenyewe wanatuongoza, mtusaidie kabisa. Mtuambie saa gani mtu anaweza tembea na saa yenye mtu hawezi tembea. Sababu fimbo zenye mimi napigwa saa hii, naomba son excellence monsieur le gouverneur, son excellence monsieur le vice-gouverneur chargé d'administration, mtusaidie. Mtuambie nini tushikomporte ae, paske fimbo zenye tuko tunapata hatuyue ziko zinakuya kwa njia gani. Eske mtu kupumua naye
pumzi ya mtu mwingine inabasumbua, mtuambie mareglema zenu kama hatupashwi tena kupumua. Basi naomba kwa marafiki yangu wote wenye tunafanya kazi yetu ya defenseur des droits humains na kuba cadre wote ba société civile ke Safari Bashonga Salomo de la société civile na mwanzilishi wa operation d'autosurveillance jicho kwa jicho Kesai iko msituation ya mbaya, amepigwa na S3, alikuwa mugari mwa hivi ya inavala plaque ya STA ku kote ya beach Bondeko na 17h30. Basi communauté internationale national na benye banatuongoza mutusikilie huruma, tuko batu sanyie malgré situation. Merci beaucoup. Na tukisalia tu huko jimboni Kivu Kusini, tarafani Uvira, ni kwamba watu wawili wanaodaiwa kuwa wapiganaji wa wazalendo wamefariki dunia mchana wa tarehe 22 Novemba mwaka wa 2025 kufuatia makabiliano kati ya makundi mawili ya wazalendo katika mji wa Uvira, eneo la Sange. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, makundi yaliyojihusisha katika mapambano hayo ni yale yanaongozwa naye kamanda Ngoma Mzito Kahembe na kamanda Kamama, ambapo walishambuliana katika mji huo. Martin Fikiri, mratibu wa shirika jipi la kirahia kutoka Uvira, amethibitisha taarifa hizo na kusema kuwa makabiliano haya ya kusikitisha yamesababisha vifo vya wapiganaji wawili wazalendo na kusababisha hofu mkubwa miongoni mwa wananchi ambao tayari wanaishi katika mazingira yenye ukosefu wa usalama na mara kwa mara. Sauti za jamii ya kirahia zinatoa wito kwa mamlaka za mkoa, jeshi pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka, madhubuti na zenye uwajibikaji ili kulinda raia na kurejea kwa utulivu. Mashirika hayo pia yanataka kufunguliwa kwa uchunguzi huru na makini ili kubaini chanzo cha wapiganaji hawa, kuweka wazi uwajibikaji na kuzuia kutokea kwa matukio mengine ya uhalifu na yenye kusikitisha kama haya. Tukiachana na taarifa kutoka huko jimboni Kivu Kusini, sasa tuelekeze jimboni Kivu Kaskazini kwenye uwanja wa vita ambako mji wa Mahanga katika kijiji cha Nyamabuko wa kwanza wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, umeingia chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 Jumamosi ya tarehe 22 Novemba mwaka wa 2025 baada ya makabiliano makali kati yao na jeshi ya serikali yakishirikiana na vikundi vya wazalendo. Mapigano yalianza Jumaa tarehe 21 Novemba wakati waasi waliposhambulia ngome za FARDC na wazalendo karibu na Mahanga na baadaye kusukumwa hadi eneo la Bitoi. Hata hivyo, alfajiri ya Jumamosi waasi walirudi kwa nguvu mpya na kufanikiwa kuviondoa vikosi vya serikali na wazalendo kutoka Mahanga, mji ambao sasa unakadiriwa kuwa chini ya udhibiti wao tangu jioni ya tarehe 22 Novemba mwaka wa 2025. Mpaka sasa idadi kamili ya vifo au majeruhi haijajulikana, lakini vyanzo vyetu vinadokeza kuwa FARDC na wazalendo wamejiondoa wakielekea maeneo ya Luhando kusini mwa Mahanga. Wakati huo mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya Kibanda ndani ya sehemu ya Oso Banyungu ambako waasi wanakumbana na upinzani mkali kutoka FARDC na wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na Buhimba, sauti za milipuko ya silaha nzito na nyepesi zinaendelea kusikika hadi jioni ya Jumamosi, jambo ambalo limezua hofu na tamruki kubwa kwa wakahaji wa maeneo hayo ambao wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi kufuatia mashambulizi hayo. Kwa ujumla, hali ya usalama katika eneo hilo inaelezwa kuwa bado ni tete na yenye kuharibika zaidi, wakisema vinathibitisha vyanzo vyetu kutoka maeneo hayo. Na tukirejea tena huko jimboni Kivu Kusini, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kwamba ukurugenzi wa kisiasa wa wazalendo wa Kivu Kusini umewaalika wananchi wote pamoja na wapiganaji wazalendo kushiriki katika mkutano mkubwa utakaofanyika leo Jumapili tarehe 23 Novemba mwaka wa 2025
katika eneo la Mulongwe, Maison Orange. Mkutano huu utalenga kujadili umuhimu wa kulinda taifa pamoja na kueleza mambo yaliyotekelezwa na uhalisia wa kazi za wazalendo. Msemaji wa kisiasa wa wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini, kijana mpambanaji Amuri Migombano Destin, anatoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kuunga mkono meya wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki, ambaye anaendelea kufanya jitihada kubwa kwa ajili ya amani na usalama katika jiji la Uvira, akiwa katika ushirikiano wa karibu na rais wa bunge la taifa Aime Bondi Sankara. Na sasa tuelekeze uko bungeni, ambako katika bunge la taifa mbunge Obedi Nyamangyoku kutoka muungano wa kisiasa wa Bahati Lukwebo amewasilisha rasmi ombi kwa meza ya bunge akitaka sheria ya kurekebishwa kwa wimbo wa taifa. Mbunge huyo amependekeza majina ya Etienne Tshisekedi na Felix Chilombo Tshisekedi yaongezwe ndani ya wimbo wa taifa, akisema kuwa mchango na kujitolea kwa viongozi hawa wawili imepitisha vizazi na inastahili kukumbukwa katika historia ya taifa. Hata hivyo, pendekezo hili linaibua maswali kadhaa, hasa ikizingatiwa kuwa kwa sasa maeneo ya milima ya juu ya Fizi, Itombo na Mwenga yanaendelea kukabiliwa na mabomu na mashambulizi mfululizo, wakati jimbo lake ikikabiliwa na mgogoro mkali wa kiusalama. Baadhi ya wafuatiliaji na wadadisi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa DRC wanachukua hatua hii kama hatua isiyokuwa ya kufaa zaidi kipindi hiki cha hali ya kiusalama ikiendelea kusuasua mashariki mwa DRC. Wanasema, kwa nini anaingia katika masuala ya kutafuta ufumbuzi wa nyimbo ya taifa ili hali ya kwamba bado vita ni vikali maeneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini? Kwa nini asipeleke ombi la kuitaka vita visitishwe? Hayo ni maneno ya baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa. Ni vema kukumbusha kwamba Obedi Nyamangyoku ni mbunge wa taifa mchaguliwa tarafani Fizi, ambaye endelea kufanya kila liwezekanalo kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa nyimbo ya taifa, ambaye anasema kwamba kuna maneno ambayo yanatakiwa kubadilishwa na kuweka maneno mengine. Na kama kawaida yetu, msikilizaji na mtazamaji wetu, tunajielekeza moja kwa moja kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi, kipindi ambacho kinapatia fursa ya kuweza kutoa maoni yako, kutoa pendekezo yako kama mwananchi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC. Unaweza kupendekeza lolote lile kupitia kupitia kipindi hiki popote leo. Unaweza kutuandikia kupitia namba ambayo unaziona kwenye video hapo, na ukashiriki na sisi kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi. Siku ya leo tunaye mwalikwa wetu, watazungumza vema kuhusiana na hali ya wazalendo kukomboa maeneo ya Bukavu, lakini pia kwa nini vita endelea tu kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ametoa pendekezo lake nyingi kabisa. Kwa hivyo nakualika kuweza kumsikiliza mwanzo mpaka tamati, na wewe pia ukihitaji kujiunga nasi hata siku nyingine, unaweza kutuandikia tu ujumbe mfupi kupitia namba hizo. Basi takusikiliza, hatuchagui na hatubagui. Basi huyu hapa ni mwalikwa wetu wa siku kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi, na kuacha mikononi mwake. Mimi nakuaga tu kusema bye bye. Nashukuru na mie kwa kunipatia kipindi kwa hii televizio yetu Amani TV, kwa kuturuhusu kupana maoni ya raia kuhusu ujenzi wa nchi wala sio kubomola. Kwa kweli kungambo ya wazo yangu, kungambo ya kujenga nchi, mimi naona kulingana na wazalendo, kwa sababu nchi inabomoka kupitia vita, na kama tuko natafuta suluhisho ya kujenga, proverbe nasema qui veut la paix prépare la guerre. Asa kusudi tupate hii paix, tupate amani, naanza kwa ndugu zangu wazalendo, inakuwa kutupatia promesse kama tagombola Nord Kivu, tagombola Bukavu na binapita, tagombola Nord Kivu, tagombola Sud Kivu na binapita. Alafu unakutana deja na pale Katokota, tunasikia banakwamia pale Kamanyola, M23 iko pale, hakuna kuwapiga pale. Or tukisema Kamanyola ni mwanzo deja wa Uvira.
Alafu tunaanza jiuliza nini, tunaona kama deja inakuwa kutuchenga. Alafu mimi nilikuwa nasema hivi, saa vile wazo yangu na saa vile maoni yangu, nilikuwa napenda bazalendo ba chini bafanye reunion, basiangalie kwa aba bakubwa, juu bakubwa biko na chenga batu. Alors message yangu njoo hii, nilikuwa napenda bale bazalendo ba chini chini bakutanane, batafute mwingine kiongozi, bakitafute mwingine kiongozi population inaweza basapoti sasa vile biko na lomba basapotiwe, sababu kila message yenyewe biko na lance biko naonesha kama population ibapatie ibaunge mkono, inaweza baunga mkono kwa gisi naona hapo ndio banajitoa kwa hii muda tuko wako, na bakisha baunga mkono batafanya tu kitu kia maana, sababu nakumbuka wakati wa RCD bazalendo walipigana hawakuwa na fata avi yoyote juu selo sasa hivi hapa mu province ya Sud Kivu mudu ndo 40 haikuwa napata avi Kinshasa, lakini Kenya ilifanya hapa Bukavu ilizuia nani RCD, na RCD kwa fasi ya mingi haikufika sababu ilikuta defense iko. Sasa bazalendo basitegemee bakubwa yao na basiangalie ku gouvernement sana, sababu parmi ya viongozi ya gouvernement nao ba mingi habiko kunjia kutetea nchi kusudi yokolewe. Ni ile point ndio nipenda niongelee hapo, na ingia na kupoint ya FARDC. FARDC nayo ni jeshi tulikuwa natumania, ni jeshi tulikuwa nategemea, lakini nawaza mudunia mzima hakuna nchi yenye hakuna arme yenye ku infiltre sa vile FARDC. Nawaza mimi kwa mawazo yangu muinchi zingine hata mtu ashange nationalite kuko grade yenye abezi mupatia kama c'est vrai haiko natif du père du maire wa ile inchi, hata na changer nationalité kuko grade abezi mupatia mwarme. Memshie mwa arme ya Congo ilipatia ba étranger opportunité ya kujua secret ya inchi, na vile tulikutaniwa na bamoya benye balikuwa bakongomana bali batretre, ilikuwa muda ya kusafisha gouvernement ya Congo, kuisafisha kabisa. Kila mwenye Kongole mwenye alitumika kwa wakati ya RCD ndio ilimpatia opportunity ya kuingia mwarme ya kijeshi, ule bamumite bamubebe mwingine province asitumikie kwa vita ziko bamumite ule. Na Rwanda mwaiko ingambo kama iko mtiifu hayakuwa na reputation mbaya, naye bamumite akikatala banamtosha mwarme direct, sababu soda haiko kutumikia province moya, hapana, ni wa kutembea fasi yote. Banamtosha madaraka. Nakumbuka wakati wa Mobutu mkudefendre inchi alikuwa naona akiona kitu kaiko sispe kabisa, na ikue jeshi na akue politicien, yeye alikuwa na jekarte na aliongoza inchi, na muzairo kwa ile wakati kwa alikuwa anapita alikuwa anaheshimika. Meshoze grave leo kila kwe Kongole kuna pita iko naonekana sababu ni mtu mwenye hana akili. Kungambo ya FARDC nje mnasema ile, nasema kungambo ya FARDC bamite bale bote benye balingiaka wakati wa RCD, wakati ya zile makoro zote, akoro ndio ziliwaingiza mwarme, babatume mzingine ma province zenye hazina mvita, babakie kule, baba remplacer na bebiko kule, njo bakuyo huko. Kusikue mwenye alingiaka mu makoro mwatatumikia huko, na kila Mnyamulenge au Mnyarwanda yote arudie asitumike mwarme ya Kongo. Hapana, asitumike, ile inaweza kuwa mzuri. Najua wenye siasa wanaweza yua gisi ya kucheza pale kusudi arme ionekane nasafishiwa mzuri, sababu mukatre sasa 50 tribi ile tribi mwa tunye nasema kanaonelewa wakati anjo adui anapitia kama kwa kutafuta kutupiga ni ile. Na kungambo ya serikali ya Kongo vraiment mimi naona saa vile babiongozi yote ile 500 ile 500 membre ya gouvernement yenafanya gouvernement ikwe gouvernement ile 500 personnes bale bote vraiment biko banayo msingi ya hii vita, biko nyuma ya hii vita. Sasa tuko nafuata benye bana bakututetea hatubaone, sauf mmoja tu wa Goma mwanaitiwa Furuguta, ule tu ndio depute mweniko naona iko na machozi ya inchi, iko na machozi, lakini nani wake wa kumsaidia mwale sengsa hakuna. Nilishangala sana kuona meme Vitakura mtulikuwa natia tegemeo anaweza sana kama wafungule masunzu na bampatie nyingine ya simwa, bampatie ya simwa, jua liganyaka vita wapi? Hakuna.
Siki inaonyesha kama deja politisi yetu kabisa ni batretre, na hao ndio wanajiona wakongomani, shi tunaonekana hatuko makongomani. Ile Felix alisemaka Kongolea atakuwa nakula mara 3 kwa siku, ndiyo tunaitika, iko mara 3 kwa siku kwa ile sengsa yenye inaforme gouvernement, me hapana kushie watu ya chini, bali ndio wanajiona biko bakongomani, droit zote za kukua bakongomani, ile 500 personnes ndio iko, bali ndio wanatusaliti, hawatupendi kabisa. Furuguta wa Goma angepata mwingine wa kumsaidia, labda nchi ingeshimama. Ya pili, kama tunaona mwiko na susi ya nchi, anatetea nchi, anatetea kama na nchi. Tuko naona mwezi Nyarugabo, Mnyamulenge, kwa kupenda Banyamulenge. Banyamulenge sasa vita iko na kwa kule nje wa kushimama, nasema kumedia na anatangaza dunia mzima kama hapo ndio wanaonelewa. Tungipata 5 10 bakulia sasa vile mwezi Nyarugabo, nabo watutetee huko kama ndio tunaangamia, peut-être vita tungekuwa na solution. Na kama tunasema kama deja hapa ndio wanatuuzisha, sababu haiko kunje bankia pigania vita, baache M23 huku, saba naacha huku, na shie tuingie Rwanda. Tuingie Rwanda kwa kumaliza hii vita. Yeko sasa vile conclusion yangu, maoni yangu njoo hii, kusudi hii vita ishe, inabidi na shie tunaingia Rwanda. Tukikamata deja province moja kama zinakuanga, tukamate tumwa tuizibiti. Bwana, batajiuliza kama batakendelesha vita au ya Rwanda ndio bataendelesha. Je vous assure pale vita itaisha, sababu hakuna raforo tatoka tena kule kusudi kuyo huko, ndio batapenda ba defendre territoire zao nabo ba territoire na ba gombo udongo yao. Na sasa wanatuuliza pourquoi tunawaagresser na shi, tunasema iko shi sababu tuko na bautu be banakuwaka mu FARDC, kama banakuwaka abo ndio ba avancer, kama na shi tutabasupport, tutabaunga mkono, na shi tuko na fichama sasa vile Banyarwanda banafichamaka nyuma ya M23 kusema kama hawajue M23 na baunge M23 mkono, asema ni vita bakongomani wenyewe kwa wenyewe, wakati Rwanda nyuko na ba renforcer na shi ile method ndio tunaweza tembea, mtu tunasema ni Banyarwanda wenyewe yuko kule, muongee kule na shi atujue ile habari. Mwanzako akifanya pelu naona afanya pelu, mwanzako akimwanga mboga naona mwanga bugali. Conclusion yangu, maoni yangu, na shie twende kule. Meosilo ntavite nafanyikaka tu huku, shenjo bakukufaka, shenjo bakukua ba refugee, shenjo bakupeleka kiji, maana shie tu njo bakuchezeaka. Wakati Rwanda kuko amani, vita hizi shamu Kongo. Menao bakipata kabisa misukosuko, nao wapate vita kabisa, bapoteze bazazi, bapoteze batoto, baharibiwe manyumba na bakwe pie. Hii vita inaweza ishi kwa heshima, lakini tukisema habari ya doa ndio itamalizaka vita, je vous assure haitamalizaka vita. Merci beaucoup, asante sana.